Asanteni sana. Mdhamini wetu wa Scout, Mhashamu Askofu Mkuu Gervas Nyaisonga, nakushukuru sana vile kwa kuendelea kuwa karibu sana na sisi. Scout wetu mkuu, ndugu yetu Chata, na wajumbe wa bodi wote mlioko hapa, kamishina wetu wa elimu, shukuru sana kwa maneno yako. Msalimu wa mkoa, Mwalimu Kwama, mwenyeji wetu John Baitan, Jambo Mtitu, wajumbe wote mlioko hapa, habari ya saizi. Ndugu zangu, nianze kwanza sababu ndio mwaka umeanza, kuwatakia kila la heri na baraka tele za mwaka 2026. Nafurahi sana kuwaona tena, lakini kubwa sana nafurahi kwamba tunaendelea na utulivu mkubwa wa Scout. Tuliona dhoruba kubwa kabla, na nataka kuwapongeza sana Scout mkuu, board, kamishna mkuu na wengine wote kwamba kwa pamoja tumevuka. Kwa kweli Scout imetulia. Kuna wakati ndio kutania nikasema sije tuhamishie Scout Wizara ya Ulinzi huko iondoke kwa sababu ilikuwa ni headache. Lakini tulichojifunza kikubwa ilikuwa ni umuhimu wa kuzingatia katiba yetu na taratibu na kutekeleza kila kitu kwa wakati mwafaka. Kwa sababu changamoto ile ilikuwa, na nadhani Scout mkuu ameeleza, ilikuwa ni kutokuchukua hatua kwa wakati mwafaka, tukajikuta tuna mahali ambapo hatuna Scout mkuu, hatuna bodi, halafu yale mengine yakaendelea. Kwa sasa hivi na nimemsikia Scout mkuu ameahidi kwamba na muda utakapokuwa umekaribia atataka tuanze mchakato mapema, tusiwe na ombwe, tuweze kwenda vizuri. Kwa hiyo nakushukuruni wote kwamba tumevuka vizuri. Sio kwamba tumevuka kwa sababu sasa naona tunafanya mkutano mkuu kwa raha na utulivu mkubwa na bashasha na mshikamano na umoja. Na shukrani za pekee kwa kweli, na lazima niseme kwa Mhashamu Baba Askofu Mkuu Gervas Nyaisonga. Tulikuwa tunajadiliana sana kwa simu kwamba tufanyeje, tuvukeje hapa, na vile vile ilibidi niende kamtembelee Mufti ambaye naye ni makamu wa rais wa Scout. Nilienda kwa kumuomba naye guidance. Tulishirikiana vile vile na wenzetu waziri wa elimu na mafunzo ya mali Zanzibar, na nyie kwa pamoja tukaweza kuvuka. Kwa hiyo naomba nitoe shukrani zangu sana kwa Baba Askofu kwa hapa, na Mufti leo hatuko naye hapa lakini tunawasiliana naye, na nadhani kabla hatujaondoka kwenda Dodoma nitakuwa na hafla ya kukutana naye kwa sababu nyingine, na nitaendelea kumkumbusha shukrani zetu hizi kubwa. Utulivu huu unatupa fursa kama alivyoeleza Scout mkuu wa Scout kukua zaidi kwa idadi ya watu na vile vile kuendeleza nidhamu ya Scout. Kwa hiyo nawapongezeni sana kwamba mmekuwa kupata tuzo kwamba katika Afrika mmekuwa mkiendelea vizuri sana. Alikuwa anaambia Mtito hapa Afrika Kusini anataka kuja kuangalia siri ya mafanikio Tanzania ni nini? Siri yake ni kuzingatia katiba na kuchagua viongozi wazuri kama Rashidi, kuwa na bodi nzuri kama hii, na kujitahidi kuwa na viongozi wa heshima kama Mhashamu Baba Askofu Mkuu, kama Mufti. Mnafahamu Kardinali mstaafu Pengo. Sasa ukishakuwa na majina kama, alafu mlezi wetu Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa kweli tuna jukumu
tuna jukumu la kuhakikisha kwamba tunalinda na hadhi ya wale ambao tuko nao. Na kwa baba askofu mkuu, nimeambiwa bado unaendesha kambi za mafunzo, pamoja na kwamba najua jimbo lako ni kubwa sana na kazi ya waskofu si ndogo hata kidogo. Sisi waumini wengine tunajua, lakini bado unatenga muda wako kwa ajili ya kuendeleza mambo haya. Kwa hiyo naomba tuendelee hivyo hivyo. Na kwa upande wetu sisi kama Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia, na naamini ndio maana swala la Scout limewekwa chini ya Wizara ya Elimu au wizara inayosimamia elimu, tutaendelea kufanya kazi na kamishna wetu kwamba Scout iendelee kukua hasa mashuleni na hasa vyuoni, kwa sababu huu ni mfano mmoja wa umoja wa hiari kabisa. Yaani mnaingia katika umoja kwa hiari yenu, sio kwa shuruti, na mnaingia bila kujali tofauti nyingine za kawaida tu, kijinsia, imani, ukabila na kadhalika, lakini mnaungana pamoja na kuwa na taasisi ambayo mnafanya kazi na kote huko mnafanya kwa hiari. Huu ni mfano mmoja wa kujenga karakta ambao unatusaidia vile vile kuendeleza kujenga mshikamano katika nchi yetu, na hasa vijana wetu wakati wanaposoma. Kuingia darasani ni swala la shuruti, si ndio jamani? Kipigwa kengele kwenda siku kujipanga ni swala la shuruti, au vipi? Lakini wakiamua kuanzisha klabu ya Scout ni swala la hiari. Kwa wakiwa mashuleni na vyuoni wakaanzisha kama klabu ya Scout pale kwa hiari yao na uongozi wao, na wakajituma wakafanya, inajenga sana tabia nzuri, karakta, ambayo hiyo nayo ni chachu ya kuweza kujenga mshikamano katika nchi yetu. Kwa sababu hiyo sisi tutajitahidi sana kuendelea kukuza Scout huku katika mashule yetu na vyuo vyetu, na tunaamini kwa pamoja tutaendelea kuikuza hata nje ya taasisi zetu za elimu. Kwa upande wa elimu, tunajua msemo ule nasema ombwe ni karakana ya shetani. Vacuum is the workshop of the devil. Kwamba unampeleka mtoto shule, akiamka anaingia darasani anasoma, afu hapa katikati hana kingine cha kujihusisha nacho, hasa kinachounganisha watu pamoja. Wakati wa break hana kingine, wakati wa likizo hana kingine, anaweza kujikuta anaingia katika shule ambazo kwa kweli hazimjengi, hazisaidii na pengine zinabomoa. Lakini akijua kwamba baada ya masomo tunaenda kwenye michezo, au tunaenda kwenye klabu yetu ya Scout, au tunaenda kuimba nyimbo, kuna group letu kufanya ngonjera na kadhalika, ili kukeep busy, na hasa ubizi ambao unakuunganisha na wenzako, unahakikisha kwamba tunajenga ustawi wetu na kuensure kwamba we strengthen the civic bond that unite us as a nation, as people. Kwa hiyo tunahitaji sana kuwa na club kama Scout, kama moja ya shule ambazo tunazifanya mashuleni. Kwa hiyo nafurahi kwamba tunaenda vizuri, na kwa kweli naamini tutaendelea vizuri. Sasa mimi napendekeza kwamba nimeona tuna agenda 10, nyingine nimeshazifanya kwa njia ya semina, kwa naambiwa mtakuwa mnawasilisha rasmi tu kwenye kikao. Uongo kweli jamani? Vijana mtaani nasema uongo. Kwa hiyo tutaenda, lakini nadhani nyingine ambazo tutazijadili hapa tuzimalize. Kati ya vitu ambavyo ningependa kama mtapitisha, hata msipopitisha, ile nafasi ya kuongeza wadhamini. Mnafahamu kwamba chama chetu kina rais wa kale kahara kadogo kale wa Scout, alafu makamu wake ni waziri anayeshughulikia elimu Zanzibar. Sasa hivi makamu wake mwingine ni mufti, na mwingine sasa hivi ni Mwashamba Mapengo Mwadhama. Sasa hivi tunajua na nimeambiwa ameshaomba indicate kwamba sasa hivi angeomba asiendelee. Tulitangaziwa kwamba anaenda kwenye matibabu, tutamuombea Mwenyezi Mungu ampe afya na maisha marefu. Lakini pamoja na hivyo, kwa sababu ameshatuma indication, itabidi tuombe mkubali kama mkutano mkuu kukaimisha jukumu la kupendekeza nani anaweza kuchukua nafasi hiyo kwa bodi, ili bodi ipate muda wa kutafakari vizuri, na kama mkiruhusu
mchakato utaendelea, alafu tutakuja kuwapa taarifa baada. Hilo nadhani tutaliomba tulizungumze wakati wa agenda, Scout mkuu iongeze kama item. Lakini vile vile kama mtakubali kuongeza idadi ya wadhamini, kadhalika nitaomba mkaimishe board ili tusiende tu mtu anyosha mkono anampendekeza Mkenda, alafu watu wanaangalizana, Mkenda mshabiki wa Simba, kwa hiyo kwa sababu Simba ni klabu nzuri sana basi tumuunge mkono. Sasa hiyo au ni Yanga, lakini sasa kama mtakubali, board itakuwa na muda mzuri wa kutafakari na pengine kufanya consultation na mtu anayependekezwa, wakati mwingine kwenda kuonana naye kumuuliza, badala kupendekeza jina hapa, baadaye ukienda nakwambia kwa kweli nimetingwa sana, alafu turudi tena mkutano mkuu tuseme yule ametingwa sana, tupendekeze mtu mwingine. Nitaomba mkishapitisha ile, mkubali kukaimisha jukumu hilo kwa board ifanye kazi na sisi tutafanya kazi na mlezi, na kabla ya kwenda kupeleka mapendekezo tutakuwa tumesha consult, alafu wale kama akindicate wanakubali, mturuhusu tu, sisi tutakuja kutoa taarifa hapa tumeweza kufanya nini, tuweze kwenda mbele kufanya shughuli. Lakini hilo nalo nasema lazima tuliamue kama mkutano mkuu. Baada ya kusema hayo, naomba nitangaze tumefungua rasmi mkutano wetu, tuingie kazi. Asanteni sana. Tumedhamiria tunaboresha elimu yetu.